haki haiombwi. Haki ni matokeo ya wewe kuwa na mahusiano. Hiyo ndio haki. Kushinda vita ni matokeo ya wewe kuwa na mahusiano. Hayo ni matokeo, sio kwa juhudi zako za maombi na kukesha na kukata na kufunua. Ni matokeo ya mahusiano tu. Rudi rohoni, tengeneza rohoni. Utaona kila kitu kinaenda sawa sawa. Hakuna kitu kitakuja kwa emergency. Ameweka Roho Mtakatifu ndani yako, na kazi ya huyo Roho Mtakatifu ni kukupa habari ya mambo yajayo na kukukumbusha. Unapitia hali ngumu, uelewi, atakukumbusha. Anakuambia, mwanangu, nilikwambia hiki, tambua kwamba unaelekea pale. Mwanangu, vumilia, kwa utaishi maisha ya amani. Mahusiano hayawezi kuwepo bila mawasiliano. Mawasiliano yatakuwepo. Ndani ya mahusiano kuna urafiki. Hapo ndipo urafiki unakuwepo. Urafiki kati ya Yesu Kristo na mtu wa Mungu unatokana na wewe kuwa na mahusiano naye. Anasema, kwa maana Bwana anajishughulisha na mambo yako. Ingia kwenye mahusiano sahihi. Anajishughulisha na mambo yako. Hataki hata ujisumbue. Sema usijisumbue kwa neno lolote. Unajisumbua kwa ya huduma. Kwa nini unajisumbua? Mimi ndio mwanzilishi wa huduma. Nitaleta watu kwa wakati wangu. Nitaleta nafsi ambazo ndio hizo ambazo mimi nataka zikae hapa, zikue hapa. Nitaleta watu wangu hapa. Unajisumbua kwa ajili ya huduma. Wako watumishi wanajisumbua kwa ajili ya huduma. Wameweka matumaini yao kwa watoto wa kiroho. Mtoto wa kiroho akikohoa tu na wewe chali. Weka mahusiano yako kwa Bwana. Yeye ndio ameweka huduma, ameanzisha kanisa. Yeye ndio ana kila kitu. Anajua kwamba ni nani. Aliondoka kwa sababu hakuwa wako. Unamng'ang'ania wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa kiroho akikohoa wewe ni shida. Mtoto mwingine wa kiroho Mungu anamruhusu aondoke akajifunze, ili akirudi ajue kweli ni Mungu ameniita. Hakuna maisha mengine kule nje. Mwache akafundishwe. Mimi naamini kuna watu wana huduma zao wako mahali hapa. Usihangaike na binadamu. Usiweke matumaini kwa watoto wa kiroho. Hata kama ulikuwa na kundi la maombi, wana maombi wamesambaratika, kila mmoja ameshika dunia kutafuta mambo ya dunia hii. Mwambie Bwana Yesu, hata mimi hapa ni mwajiriwa tu. Nilikuwa sijui chochote. Ukanitoa nilikokuwa, ukaniweka kwenye huduma hii kama mwangalizi. Sijui chochote. Najua hata mimi nikipiga magoti utafanya kila kitu. Watainuka watu wataomba kwa ajili yako. Akasema, nyinyi mkiacha kumshangilia huyu mfalme wa amani, yatanyanyuka mawe, yatafanya kazi ya kushangilia. Mungu anaweza kutumia chochote. Why are you worried? Ninaongea mbele yako. Ni mtu ambaye nimehangaika sana. Nimewahi kuhangaika sana. Lakini katika mahangaiko yote Mungu amenifundisha ya kwamba Yesu ni yote katika yote. Ondoa watu ndani ya moyo, songa mbele na kazi niliyokupa. You are worried. Jenga mahusiano yako na Mungu. Fanya wajibu wako kazini. Una wasiwasi sijapandishwa cheo, yuko pale. Ukiwa ofisini wako pale, wako na wewe. Unabeba faili unapeleka ofisi hii, wako pale, wako na wewe. Unatoka hapo unakwenda, wako. Unapewa kazi na bosi wako, wako pale, wako na wewe. Endelea kunyenyekea, wako na wewe. Watu wanapanda cheo, Mungu mkini anaona kabisa wewe bado hujapanda. Si kazi yako kwenda kuomba cheo. Anajua ya kwamba hata ukipewa cheo hawezi bado kukaa kwenye nafasi sawa sawa. Kaa hapo, mtumikie mtu mwenye elimu ambayo yawezekana elimu yake ni ndogo kuliko ya kwako, lakini kuwa mnyenyekevu. Kuna vitu anakufundisha. Mahusiano na Mungu. Ukiwa na mahusiano na Mungu unakuwa mwepesi wa kuelewa hesabu. Watu wengine una Yesu kabisa umembeba, amekuacha pale na ameruhusu bosi awe na degree moja tu, wewe una PhD, anakutuma mafaili. Tena anatumia lugha hasa. Mungu ana uwezo wa kukaa ndani ya mtu, hata mtu ambaye hajielewi kama kuna Mungu, akakaa ndani ya mtu kukufundisha tu. Anabadilika na kufundisha, anakuwa hiki leo, kesho wa kijani, kesho mwekundu, haeleweki. Asa bosi haeleweki. Bosi haeleweki. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakitaka kumuona bosi waenda kwa secretary kwanza. Wanamuuliza leo ameamkaje. Na wewe mtu wa Mungu uko pale umeingia kwenye manunguniko. As long as una mahusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Una mahusiano na Mungu, kaa pale. Tumika kwa uaminifu. Isiwe shida kwako kumuita bosi. Ni bosi kwa cheo, sio swala la elimu. Kwa ndani ya mahusiano kuna vitu vingi sana. Usipoweza kuwa mwaminifu kwa mali ya mwingine, usipoweza kuwa mwaminifu kazini kwako kwa ajili ya kufanikisha mambo fulani, eti shida tu ni kwa sababu bosi nimemzidi elimu na nyenyekeaji. Anasema nani atakupa mali yako mwenyewe? Usipokuwa mwaminifu kwa mali ya mwingine, nani atakupa mali yako mwenyewe? Yamkini kuna vitu Mungu atakufundisha pale. Wewe shida yako kwenye ufahamu wako
ni vya cheo. Yamkini Mungu anataka kukutoa pale ukae na ofisi yako binafsi, sio kupandishwa vyeo vya pale. Mahusiano ni kitu ya msingi sana. Mungu anajua mioyo yetu. Hauwezi kumficha Mungu moyo wako hata kidogo. Unajenga mahusiano na nani? Wengine wanakuja kanisani kutafuta connection. Just imagine in the house of God. Njoo kanisani peke yako. Moyo umebeba siri nzito. Usitafute kuwa karibu, kutafuta connection na mtu yeyote katika nyumba ya ibada. Ama yupo karibu na prophet, ama yupo karibu na nani, no. Ama kanisani, wanasemaga kwa mtaani kwamba kufanikiwa ni connection, kufanikiwa ni watu. Ukiwa na mahusiano na Mungu, Mungu atakuletea watu sahihi. Atakuletea destiny helpers. Ukianza sasa, kama kuna watu ambao sio sahihi, ukiwa serious kumtafuta Mungu, Mungu atapangua kila asiyekuwa sahihi, akuachie watu ambao ni sahihi peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kama bado hujafika level ya kuwa na watu, atawaondoa wote ili abaki wewe na yeye tu. Ujifunze kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa kuanza kwa kutambaa, uanze kwa kutambaa. Utatambaa, utasimama, utatembea. Bwana Yesu asifiwe. Afika umri fulani na fulani, sasa una uwezo wa kumanage watu ambao Mungu atakuletea kwenda kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano na Mungu namba 1. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.